msikilizaji wa kipindi kizuri cha Baraka katika TV ya Sibuka na Radio Lindi FM, ninakusalimu katika jina lake Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunamshukuru Mungu ametukutanisha tena tupate kusikia habari njema za wema wa Mungu juu yetu na upendo wake ulio mkuu kwetu wanadamu wote. Na Mungu ni wa kipekee sana na upendo wanadamu hata kama wao hampendi, lakini yeye hutupenda. Na ndio maana anaonyesha mfano wa kipekee kabisa kuliko mwanadamu au mtu mwingine yote ambaye angekupenda kwa sababu labda umempenda au umempa kitu au ni ndugu yake au rafiki yake au mtoto wake. Lakini Mungu alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi. Na ndio maana ana upendo wake ni wa kipekee sana, unaitwa upendo wa agape, upendo usio na sababu. Na leo tuna nafasi ya neno la Mungu tena. Ningeomba tuombe tunapoingia katika neno hili. Mungu Baba mtakatifu wa mbingu na nchi, Mungu ishe na kumiliki, mtakatifu wa watakatifu na Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu zote. Asante kwa siku njema ya leo tena ambayo umetukirimia uzima huu bure na uhai huu na nafasi ya pekee tusikie maneno yatokao kinywani mwako, hekima yako iliyojaa maarifa ya aina pekee na akili ya kupita ufahamu wetu. Bwana mbariki kila anayekusanyika mahali hapa, anayenisikia na yule anayenitazama kutoka mbali. Naomba mkono wako ulio mrefu ukamguse paralipo, ukambariki na ukampe haja ya moyo wake, na kwa kuwa mjua ukamvute kwako, kama Bwana wetu Yesu alivyosema ya kwamba hakuna mtu awaye yote awezaye kuja kwako isipokuwa umemvuta wewe. Asante mno kwa sababu hata sasa umenyosha mikono yako kuwavuta wanadamu walioko duniani bila kujali ni mtu wa namna gani, hali gani, uwezo gani, namna gani alivyo. Lakini mradi ulimuumba, unamvuta, unamwita aje kwako. Utukuzwe Bwana majeshi kwa sababu upo na utanena nasi, utanijali nami mtumishi wako ninene yote anipasayo kunena. Jina lako litukuzwe katika jina takatifu lake Yesu Kristo. Mjalie mtu yule anayesikia kuwa na masikio ya kusikia na kupokea na kuyatunza na kuyafanya kwa uaminifu. Jina lako libarikiwe kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu nimeomba, amen. Na wakati sasa tunapokwenda kusoma la Mungu na kichwa cha habari yetu leo tuna neno moja kubwa ambalo linasema umuhimu wa kifo na kufufuka kwake Yesu Kristo. Umuhimu wa kifo na kufufuka kwake Yesu Kristo. Umuhimu wake. Kwa nini Yesu alikufa? Kulikuwa na sababu gani? Je, hicho kifo kilikuwa na uwezo gani hata kuwa na sababu ya mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya ulimwengu? Na sasa tutapitia kwa maneno machache, kwa sababu kueleza habari za kifo cha Yesu ni habari kubwa, ndefu na pana ambayo haitoshi kueleza kulingana na jinsi moyo wa Mungu ambavyo ulikuwa kwa mwanadamu hata kuthubutu kumtoa mwanae wa pekee aje ulimwenguni, aache heshima na fahari aliyokuwa nayo mbinguni, aje atwae avae ubinadamu, akae na wanadamu aliowaumba, awe na wakati wa kuongea nao, awe na wakati wa kusikia shida zao, awe na wakati wa kuwasaidia, wawe na wakati na wao wa kumuuliza maswali kwa yale maswali walionayo. Kwa leo tunakwenda kutazama umuhimu wa kifo hicho. Kifo cha Yesu kilikuwa cha kutisha, kilikuwa cha kushangaza, cha kuogopesha. Na ungefikiri kwamba angekuwa mwanadamu anakufa kifo kile ingekuwaje? Kwa sababu maandiko matakatifu yanasema hakuna mfano wa mateso aliyopata Yesu Kristo, japo kwa wengi waliwahi kufa kwa vifo hivyo kufuatana uovu wao na matendo yao. Lakini mateso aliyopitia Yesu yalikuwa ya kipekee sana, ya kutisha,
kwa sababu dhambi yenyewe machoni pa Mungu ni tisho kubwa ambalo hukumu yake ni inasagana, ambayo mwanadamu hawezi kuistamili. Ni ya kitisho, ni maisha ya mateso milele na milele katika hukumu ya Mungu. Tunazungumza ukweli, ujue unaesikia kwamba ukweli Mungu ameweka siku moja atakapokusanya wanadamu wote mbele za uso wake. Kila aliyeitwa mwanadamu, kabila, lugha, jamaa, rangi, watu aina zote watakusanyika mbele zake. Kwa namna gani? Utaona, utashangaa, ni ajabu. Lakini mimi nikikumbuka mfano mdogo ulionekana wakati wa hukumu alioleta Mungu wakati wa Nuhu. Maana wakati ulipofika sasa Mungu alete hukumu juu ya uso wa dunia, alimwambia yule Nuhu kwamba waingize wanyama wawili wawili wa jinsia zote, yani mume na jike, viumbe vyote aweke akiba kwa ajili ya baadaye. Sasa unaweza kujiuliza, iliwezekanaje na ilikuwa ni nguvu ya aina gani iliyosababisha wanyama kutoka maporini waje wawili wawili, jike na dume, alafu waingie katika safina aliyotengeneza Nuhu? Huu ndio unaweza kuona uwezo wa Mungu wa ajabu, kwamba wakati ukifika kila jambo linawezekana, na kwamba kwa Mungu yale ambayo yanaonekana magumu kwa wanadamu, kwa Mungu ni mepesi kabisa, tena si kitu. We uone tu wanyama wana kawaida ya kukimbia wanadamu, na unajua kabisa kwamba Adamu alipotenda dhambi, wanadamu wote wakawa kinyume naye: simba, chui, duma, nyoka na kila kitu. Lakini wakati ulipofika ambapo Mungu anataka kutunza vile viumbe kwa ajili ya wakati wa baadaye, alipojenga safina Nuhu, alimwambia waite waje. Sasa haijaandikwa wazi kwamba Nuhu aliwaiteje. Labda alipiga filimbi, labda alitamka tu kwamba wanyama wote wa porini waje kwenye safina hii. Ungeonaje, ungeshangaje kuona msururu wa wanyama wa aina mbali mbali, tena waliona uadui. Simba na uadui wa kula labda digidigi au paa, au kula mnyama mwingine kama swala, labda kama pofu na kadhalika. Lakini leo wanakwenda ndani ya safina bila kudhuriana, bila kufukuzana. Wote wamepanga foreni kuingia katika safina ya Nuhu. Unaweza kuona maajabu ya Mungu aliyetumba, Mungu muumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo. Anashuhudia kwa matendo katika vizazi vyote uwezo wake wa ajabu na ukuu wake wa ajabu wa kuumba na kuviongoza alivyoviumba bila kumpa shida. Mwanadamu ndio amekuwa tatizo kwa Mungu, lakini naye Mungu alishatoa njia na maamuzi ya mwanadamu yawe juu yake, kwamba anaamua kumfuata Mungu au kufuata njia zake, alafu hukumu ya mwisho impate. Habari njema ni kwamba Mungu ana mawazo mema kwa ulimwengu. Maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Leo nitasoma habari za kifo chake Yesu, kile ambacho kilitendeka miaka kama 2000 na kidogo iliyopita, katika Mathayo sura ile ya 27. Nitasoma mistari kutoka 45 mpaka 54. Mistari mingi, lakini lazima tusome angalau tupate mwanga. Mathayo 27 mstari 45: basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9.
Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akasema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ilikuwa ni wakati wa kutisha, na baadhi yao waliohudhuria mahali waliposikia akisema, walisema huyu anamwita Eliya. Mara moja mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. Na Yesu akisha kuipaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake, yani akafa. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, chini ya nchi. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Yesu alipokata roho pale msalabani, nchi ilitetemeka, miamba ilipasuka, kuonyesha kwamba yule aliyeyumba anakufa msalabani kwa ajili ya mwanadamu aliyetenda dhambi na kupotea machoni pa Mungu. Kila kitu kilitika, kila kitu kilikiri kwamba anayekufa si wa kawaida. Na jambo hili lilikuwa la kipekee sana katikati ya wale walioshuhudia kifo chake. Walipoona akikata roho, waliona kitisho cha kutisha. Na Biblia inasema kwamba ilikuwa giza juu ya uso wa nchi, ilifunika dunia yote, kuonyesha kifo cha kutisha kwa sababu ya dhambi za kutisha. Dhambi anazotenda mwanadamu zinatisha, ni za kushangaza, ni giza, ni kitisho, ni kitu kibaya mbele za Mungu, ajabu. Na ndio maana dhambi ilipowekwa juu ya Yesu Kristo, maana alibeba tabu zote za wanadamu duniani. Alibeba madhambi yote ya aina zote yaliyoko duniani, yakawa juu yake. Akatwikwa katika mwili wake, na alipokuwa anapaza sauti kusema Eloi, Eloi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ilikuwa ni wakati mbaya, wakati wa kutisha, wakati ambapo Mungu alimgeuka mwanaye, hakumtazama uso tena. Kwa Yesu akajisikia yuko peke yake, na mateso yale anayokabili peke yake, na nguvu ya mauti iko juu yake. Mashetani yamezunguka pale, mizimu, uchawi, ushirikina umemzunguka. Wanafikiri imegeuka kama sikukuu yao, Ibilisi akijua kwamba sasa Yesu anafikia mwisho. Lakini ilikuwa ni wakati wa vita kati ya nuru na giza, kati ya shetani na Mungu. Na nani angeshinda? Bila shaka ni Mungu tu, maana shetani kiumbe, aliumbwa. Lakini Mungu ni Mungu, yeye ni mwanzo, yeye ni mwisho, hawezi kushindana na chochote. Ukikuta inaonekana mashindano, manake Mungu ametoa nafasi ili ushuhuda ujulikane kwamba kila alichoshindana nacho kilipigana nacho, lakini kilishindwa vibaya, kwa aibu na fedheha kubwa. Ibilisi alishindwa kwa aibu na fedheha, alipondwa kichwa kabisa, alivuliwa nguvu zake zote, alibanduliwa mavyeo yake yote, alishushwa chini kabisa kwenye kiwango cha chini cha uduni, akachwa
mtupu, hana nguvu tena. Yesu akamaliza, na maandiko yanatamka, yanasema alipomaliza vita ambavyo macho ya mwanadamu yasingeona, lakini vilikuwa ni vita vya kutisha katika ulimwengu tunaita wa roho, ulimwengu usioonekana. Hapo ndipo vita vilitendeka. Wakati watu wanamsulubisha Yesu, walifikiri wanamuua, lakini katika upande wa pili, katika vile alivyokuwa anashughulikia Yesu, kwa sababu ni vya kiroho, nguvu ya dhambi ni ya kiroho, wasi ni wa kiroho, ni tendo linalotendwa katika moyo wa mtu usioweza kuliona wewe linapotendeka. Hata mwanadamu anapoamua kulitenda, huwezi kuona kiwango alichonacho, maamuzi alionayo ya kutisha, mabaya, kinyume na Mungu. Kama vile we mwenyewe hapo ulipo unayesikiliza, msikilizaji, inawezekana katika moyo wako una kitu cha kufikiri kibaya cha kumdhuru mtu mwingine yeyote. Labda amekukosea, labda amekudhurumu, au tu una hasira na maisha yake tu. Sasa ndani ya moyo wako hakuna anayejua. Watu wakutazama, unaweza hata kujificha, ukaonekana uso ukaukunjua, ukawa mzuri kabisa, lakini ndani kuna hasira ya kutisha. Unavizia, unategea umwage damu isiyo na hatia. Sasa hiyo ni nguvu iliyoifunika dunia kutoka kwa Ibilisi. Ibilisi ni hatari, ni muuaji. Kazi yake ni kuteketeza, ni kuua, kubomoa, kuharibu, kuangamiza, kuto kusaza kitu. Ibilisi unapoona anadanganya watu, kama anawezekana na hata amekudanganya, anaonyesha vitu vyema, na vinapoonekana vile vitu, huwezi kujua kwamba ni Ibilisi anakuonyesha, huwezi. Lakini nyuma ya hivyo vitu vyema yuko Shetani, ametegesha akunase, na vinavutia. Unaweza kuona uovu unavutia, tamaa mbaya, mawazo machafu yanavutia, vitu vinavutia, maisha yanavutia. Lakini ndani Ibilisi ameweka sumu, ameweka mtego. Ndio maana wengi wamenaswa na hawezi kutoka tena. Ile nguvu iliyomo ina uwezo kuliko mtu yeyote, na ndio maana ya kuja kwake Yesu. Juzi nimeongea na nyinyi kwa sababu ya kuja kwake Yesu. Aliona Yesu jinsi watu waliofungwa hawajiwezi, wanatafuta kutoka, hawajiwezi, wanatafuta suluhisho, wanatafuta mbinu, ndipo wanazidi kuzama katika uovu na uharibifu. Wewe unaweza kuona mtu anaweza kuchinja mtu, unaweza kufikiri huyu vipi? Kwa sababu ya nguvu ya pepo ya Shetani. Maana Ibilisi ni muuaji, kazi yake ni kuua, hana huruma juu ya mtu, ni kuchinja, ni kuua, ni kutesa, ni kumtupia magonjwa, maumivu, huzuni, vifo, ufukara, umaskini, ujinga, aina zote zilizo dhaifu kinyume na Mungu zatoka kwa Ibilisi. Sasa Yesu ilibidi alipe fidia, kwa sababu dhambi hizo zilikuwa zinadai fidia. Maana mtu alijiuza bure kwa Shetani, alienda bila malipo, bila kuuzwa, bila maana Mungu hakumuuza mtu. Alijiuza mwenyewe chini ya mamlaka ya Shetani kwa kutii sauti ya Shetani. Kwa mwanadamu akaingia chini ya kifungo cha Shetani, na kwa kuingia katika kifungo pale, ili arudi mwanadamu pale alipotoka, pale alipokuwa salama, lazima awe na uwezo wa kufidia au kujifidia, kutoka gharama ya kurejesha, kumlipa Ibilisi au kumlipa Mungu. Unaona, Mungu anadai umeendaje huko, lakini na huruma yake utarudije? Bila kumwagika damu huwezi kutoka mikononi mwa Shetani. Ile damu ndio inatoa kibali, inakuwa na uwezo wa kimungu
kuvunja nguvu ya giza ya shetani, ya uovu na vifungo alivyovitoa kwa mwanadamu. Sasa bila kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi, hakuna wokovu, hakuna kutoka mikono mwa shetani. Lazima damu imwagike kama malipo ya fidia ya dhambi alizozitenda mtu. Na ndio maana ili hiyo gharama ilipwe, ilidai damu, uhai wa mtu. Damu ni uhai, imwagike damu kumkomboa mwanadamu. Unaweza kuona kifo au ukiona dhambi ilivyo baya na jinsi ilivyo vigumu kutoka dhambini. Ndio maana watu wengine kuambia kuokoka, wanasema utashindaje maovu iliyoko duniani? Dhambi hizo utazishindaje? Huu ni uongo. Utatokaje kwenye dhambi? Kwa nini? Wamejaribu, na wewe umejaribu kuacha dhambi. Umejaribu kuacha ukahaba, umejaribu kuacha ujambazi, umejaribu uache labda wizi, unyang'anyi, umejaribu uache ushoka, umekufunga. Na hiyo dhambi humdhalilisha mtu, humshusha mtu kiwango cha chini. Mbele za Mungu anaonekana takataka, kinyaa, kwa sababu ya dhambi za shetani. Maana ibilisi ni kinyaa machoni pa Mungu, ni mwovu, hafai. Na kwa hiyo ana hasira kwa sababu alifukuzwa na Mungu. Hana huruma juu ya mwanadamu. Amevamia uumbaji wa Mungu na kuukalia, na kwa kutumia uumbaji wananasa maelfu, ananasa vijana, wasichana, wavulana, wanaume, wanawake, wasomi kwa wasiosoma, matajiri kwa maskini, wote shetani amewanasa na kuwatia katika kifungo cha milele chini ya mamlaka yake. Huwezi kutoka, kwa sababu lazima uwe na uwezo wa kulipa fidia ya dhambi zako, uovu wako lazima ulipe. Ni kama vile mtu alivyoshtaki, kama ameshtakiwa, labda ameua, mwisho akakamata akashtakiwa, akapelekwa kwa sheria, mwisho hukumu ikapita kwamba kwa dhambi hii huyu mtu anastahili kifo, lazima uawe, anyongwe mpaka kufa. Lakini wakasema, lakini kama na uwezo wa kulipa kiasi fulani cha fedha, basi atakuwa huru, hata uawa. Alafu sasa yule mtu anatazama jinsi ya uwezo wake. Je, ana uwezo wa kulipa? Anakuta bei au ile gharama ni kubwa. Mwandishi wa Zaburi anasema fidia ya dhambi yao ni kubwa, kiasi ya kwamba haina haja kuiacha, maana hayuko awezaye kuilipa. Kwa nini? Kwanza, hiyo damu inayodaiwa lazima iwe takatifu, itoke kwa mtu ambaye ni mtakatifu, hajawahi kugusa dhambi kabisa, ya asili au ya kawaida, dhambi katika Adamu au dhambi yake mwenyewe. Kwa damu yoyote ya mwenye dhambi ni chafu, haina nguvu ya kumkomboa mtu au mtu mwenyewe kujifidia arudi kwa mikono mwa Mungu salama. Mwisho ikaonekana kwamba kumbe gharama ya kufidia yao ni kubwa, haina budi kuachwa, kubaki hivyo hivyo. Labda ije itokee neema, sijui. Lakini kwa nasibu, kwa huruma zake Mungu, alipoona jinsi ambavyo kwamba wote wamefanya dhambi duniani, wote, maana wote ni asili ya Adamu, kwa wote wana dhambi, kwa hakuna damu takatifu hata moja, kwa hakuna awezaye kujikomboa, hakuna awezaye kulipa fidia, aidha kwa fedha au kwa chochote alichonacho, ili uhai wake urejee kuwa salama. Maana kilichopotea ni uhai, uzima wa milele mwanadamu ameupoteza. Sasa uzima wa milele ili urudi kwa Mungu lazima ufidiwe kwa gharama ya damu takatifu iliyo na sifa machoni pa Mungu. Sasa mtu akaonekana
hakuna yeyote aweze kujilipa au kulipia fidia. Ndio maana Yesu ikabidi Mungu katika baraza lake mbinguni anasema kwamba sasa kwa kuwa mwanadamu amejipoteza mwenyewe, alafu ana uwezo wa kurejea tena, lakini maisha anayoishi ni ya huzuni. Maana nikitazama katika nyumba kuna vita, mafarakano, wanapigana ngumi kama mabondia, wanang'oana meno, wanatoana macho, wengine mpaka wanauana, wanafukiana kwenye majumba, wanaficha ushahidi, wengine wanaua, mwisho anajua mwenyewe. Hakuna ukuwasaidia, hakuna ukuwasaidia. Wanajaribu kutafuta njia zozote, bado wanaendelea kuteketea. Mungu akitazama anaona wengine wanatembelea mgongo, Ibilisi amewapinda, wengine matumbo yamejaa, safura haiponi, wengine wamekuwa vichaa, wanatembea barabarani, okota makopo, wanarara kwenye majaa, wameshindikana hata kurudi nyumbani, wengine wanakimbia huko na huko, maisha yao yako hatarini. Hakuna awezaye kujikomboa. Ndugu yangu, huwezi kujikomboa hapo ulipo. Kama una dhambi, huwezi kujikomboa, kwa sababu fidia ya maisha yako ni damu, na damu lazima iwe takatifu, imwagike ili kulipa fidia kwa ukombozi wako. Ndio maana Yesu alikuja, na tumesoma kwamba hapa siku ile alipokata roho, anasema basi tangu saa 6 palikuwa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Wakati huu Yesu alikuwa anatoa roho yake, amepandishwa msalabani. Dunia ilikuwa kimya, mashetani yamekusanyika yaone kinachotokea, washuhudie. Warumi, Wayahudi wanasema yule mkorofi anakufa, leo amepatikana. Yesu yuko peke yake, hata wanafunzi wote wamemkimbia. Yesu alipokuwa anakufa, alikufa peke yake, mbele ya wahalifu, mbele ya wanadamu aliokuja kuwafia, waliojaa hasira, madhambi, uchafu. Wanasali lakini wauaji, wanasali lakini wajambazi, roho zao si salama. Lakini wanasali, hao ndio wanamtafuta Yesu wamsulubishe. Wanasema anaharibu imani zao, anaharibu utaratibu wao wa ibada, anawaambia watu waache dhambi, anasema ametoka kwa Mungu. Kwa Yesu alikufa mikononi mwa wenye dhambi. Ndugu yangu, ukiwa wewe mmoja wapo na mimi mwenye dhambi, sote tulimsulubisha Yesu msalabani. Unaonaje sasa ukiendelea kutenda dhambi? Maana yake unakeuka, unapuza, unakejeli kifo cha Yesu. Maandiko yanasema unaivuruga ile damu yake kama ni kitu hovyo. Sasa unaonaje kumita hovyo kitu ambacho Mungu alitoa? Maana ilishindikana kupatikana mtu mwenye haki mtakatifu wa kumwaga damu yake, au fidie ulimwengu kwa makosa yake, ajifidie mwenyewe. Ilishindikana, haikuwezekana. Mpaka Yesu walipokana baba yake, walikubaliana kwamba sasa mwanangu, wewe peke yako ndio mtakatifu. Sasa utaenda ukazaliwe kama mtu, ili uingiliwe na kila kitu alichonacho mwanadamu, na uingie katika maisha yake, umchukue, umvae na madhambi yake, alafu mfundishe, umwelekeze njia salama ya kutoka dhambini. Yesu akaja. Alipomaliza kuhubiri duniani, wakamkamata. Ndipo tunasoma hapa, walipofika, walipomkamata, anasema kuanzia saa 6 mpaka saa 9 yuko msalabani. Mwisho akapiga kelele, Eloi Eloi lama sabakthani. Ile dhambi ilitisha, ulikuwa mzigo mzito.
maumivu ya kutisha. Ameteseka usiku kucha, maana alikamatwa jioni. Usiku kucha amezungushwa huko na huko, mkesha mzima, akipigwa makonde, akipigwa mateke na wenye dhambi aliokuja kuwakomboa. Mmoja wapo ni wewe unayetenda dhambi. Wewe kahaba, wewe mzinzi, wewe muuaji, wewe jambazi, wewe mwizi. Alikuja kwa ajili yako. Wewe unayeteseka, maana huruma za Mungu hapendi mtu ateseke. Magonjwa ya kutisha yanayomaliza watu duniani kwa sababu ya laana ya dhambi. Yesu akapigwa mateke, akatemewa mate, akatupiwa mawe kama mdudu au mnyama. Alijaa damu tupu. Yesu Kristo imetiririka mpaka imeganda katika mwili wake. Kuanzia jioni, unaonaje? Unapondwa mawe, unapigwa na mapanga, unapigwa marungu, unapigwa mfimbo. Hii ilikuwa adhabu ya kutisha, kuiadhibu dhambi juu ya Yesu, kuihukumu dhambi. Kwa kifo cha Yesu kilitisha, kwa sababu ilikuwa ni kuhukumiwa juu ya dhambi. Yesu alibeba madhambi ya wanadamu wote ili atengeneze njia ya mwanadamu kutoka mikononi mwa shetani, ya mwanadamu kutoka katika magonjwa, kutoka katika mateso, huzuni, maisha duni, hofu, udhaifu, kila aina ya ubaya. Mungu atengeneze njia ya wewe na mimi tutoke. Na ndio maana mimi ndugu yako, niliposikia habari njema za maneno yanahubiriwa kama haya, sikuchelewa. Nikamwambia Mungu, mimi ni mmoja wapo mtenda dhambi, nimekutenda dhambi, nimejaribu kutoka dhambi, nimeshindikana, lakini asante, umemleta Yesu. Na mkubali kwa moyo wangu wote. Nikaungama dhambi zangu zote, nikamua kumpata Yesu. Uwezo wa Mungu ulishuka ndani yangu, ulivunja nguvu ya dhambi, uling'oa mizizi ya dhambi, ulisafisha, ukafagiwa kwa damu ya Yesu iliyomwagika. Na ndio maana na kuhubiri kwa ujasiri. Ninajua uwezo wa damu ya Yesu na nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu inamharibu shetani, inamchanganya shetani, anachanganyikiwa. Hata napotamka sasa hivi damu ya Yesu, shetani anachanganyikiwa, kwa sababu damu ya Yesu kuna nguvu ya kutisha, kuvuruga mashetani, kumvuruga ibilisi, kumchanganya na kumpiga, kummaliza. Leo muamini Yesu Kristo. Alikuja kwa ajili yako. Huna sababu ya kuendea katika dhambi, huna sababu ya kuendea na mateso. Yeye alikujia akiwa na huruma na upendo. Ndio maana Yesu alipochukua madhambi, magonjwa yetu yote, aliona, alihisi, alitambua maumivu ya kansa, alitambua maumivu ya mateso ya mapepo, mizimu, uchawi, shirikina. Alitambua jinsi ya nguvu inavyomfunga mtu isiweza kumtoa, kumwachia. Aliona ibilisi anavyovuruga maisha ya mtu, anamsambaratisha kabisa. Mtu anabaki duni kabisa. Labda alikuwa na uwezo, alikuwa anafanya kazi, aidha alikuwa analima, akafanikiwa, akastawi. Ibilisi akaingia ghafla, anasambaratisha kila kitu, anavuruga maisha yote. Mtu aliyekuwa amefanikiwa anarudi kuwa duni, mpaka anapotea duniani katika maisha ya huzuni, ya kilio. Yesu alikuja kwa ajili yao. Alikuja kwa ajili ya wanaofarakana katika ndoa. Alikuja kwa ajili ya walioshindikana, majambazi. Alikuja kwa ajili ya watoto wanaoteswa, walioharibikiwa, hawana kosa lolote. Hujawahi kuona watoto wanapagawa na mashetani? Leo siku zingine utashangaa watoto wakenda mashuleni na kwa shida, mpaka wanarudi nyumbani, wanarudishwa. Kazi ya ibilisi ambayo inaendelea kutenda kwa sababu
wewe unamkataa. Leo muamini Yesu Kristo. Alikuja kuchukua magonjwa yetu yote. Alikuja kuchukua tabu zetu zote. Alikuja kuchukua magonjwa hayo unayosema yameshindikana. Alikuja kuchukua tabu zinazokuzunguka. Alikuja kushughulikia maisha yaliyochanganyikiwa, yasiyo na matumaini. Alikuja kuchukua hofu iliyokupata kwa sababu hujui kitakachotokea mbele. Unatamani upate kitu fulani, hakipatikani. Ibilisi amefunga kwa sababu ya hasira, maana anajua hukumu yake inakuja tena, imekaribia. Ibilisi anajua na anamfahamu Yesu ni nani, kwamba Yesu ndiye mhukumu wa ulimwengu wote, na kwamba huyu ndiye aliamuriwa na Mungu kutoka mbinguni. Na ndio maana anashangaa usipomkubali wewe. Ibilisi angekuwa amepata nafasi siku nyingi, labda angekuwa kwanza kuokoka Shetani, kwa sababu anajua wema wa Mungu na uzuri wa Mungu mbinguni. Shetani anajua mamlaka ya Mungu. Akikupa, unakuwa na uhakika wa uwezo wa kimungu, unakuwa na nafasi ya mbinguni, unaitwa mtoto wa Mungu, mtu wa nyumbani mwake. Unakuwa na amri ya chochote alichonacho Mungu kama mtoto wake. Unasikilizwa unapoomba, unasikilizwa. Mungu anakusikiliza, anaitika unachotaka, kwa sababu ni mtoto wake. Maandiko yanasema wote wanaompokea Yesu, yani wote wanaotubu dhambi zao, wote wanageuka kwenda kwa Yesu, anawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na ukifanyika mtoto wa Mungu, unapewa uwezo juu ya Shetani. Unakuwa na mamlaka. Labda mwenyewe umwachie. Unaweza kumwachia Shetani mwenyewe, aidha kwa uvivu au kwa uzembe au kwa kuto kufuatilia maagizo ya Mungu. Lakini Mungu unapomkubali, anakufanya kwa mtoto wake, anakumba, anakubadilisha, anaondoa nguvu ya dhambi yote, tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima. Anaondoa magonjwa yote, sumu zote za kipepo. Magonjwa yote ni sumu za Shetani zilizomwagwa duniani, na huwezi kuzikwepa. Lazima zinakupata, kwa sababu dunia imejawa na uovu na uchafu. Imeharibika kwa sababu inakaliwa na Shetani. Na sasa Mungu ndio maana anataka ihukumu, aichome pamoja na Shetani, aiteketeze, afanye mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki inakaa ndani yake. Haki ya Mungu, haki kamilifu ikae ndani yake. Dunia hii imeharibika, haina haki, imechafuka, ni machafuko, ni vurugu, ni kukimbia huko na huko, ni kuishi katika mashaka na hofu. Ndio maana pekee tumaini ni kwa Yesu Kristo tu, kwa sababu unapokuwa katika Kristo Yesu, wewe umeshinda kila kitu. Kwako mauti ni kupumzika, na kuishi ni faida ya Kristo. Injili inaendelea duniani. Utakuwa unambamiza Shetani na Injili, unampiga mapepo na Injili. Itakapofika uondoke duniani, ufe, unakwenda kupumzika. Ndio maana kuishi ni Kristo, kufa ni faida, sio hasara. Faida kwa nini? Unaenda kwa Mungu moja kwa moja. Na ndio maana ukiokoka, usiwe na wasiwasi. Hata unaweza kupata na ajali au ukapata chochote kibaya ukaondoka duniani, lakini ukiwa na Yesu moyoni mwako, mnaondoka pamoja naye. Unashanga unafika mbinguni, unapokelewa kwa vinanda, kwa vigeregere, kwa vificho na malaika, wakisema huyu ametoka duniani, amenishinda Shetani na madhambi yake na uovu wake. Alimkubali Yesu, akaokoka, akageuka, akajifunza njia ya mbinguni, anastahili kuingia mbinguni sasa. Yesu anasema, karibu ingia, uliyetoka duniani, ulinikubali, uliheshimu kifo changu,
na kufufuka kwangu. Uliheshimu maneno yangu walipohubiri, watumishi wangu ulikubali. Lakini pia nami nilikuponya, kwa sababu ulikuwa na magonjwa yasiyoponyeka, maana ndio kazi yangu. Unajua, kuja kwa Yesu, kifo cha Yesu kilifanya mambo mawili makubwa, na nataka niyazungumze utaratibu. Hebu tusome katika Isaya 53. Tunaona pale Yesu anavyozungumza. Isaya 53, maneno makubwa yanayozungumza habari za upendo wa Mungu, jinsi Yesu alivyotujia. Katika ile sura ya 53 ya kitabu cha Isaya, nabii Isaya, huyu nabii alizungumza maneno mengi makubwa kuhusu Yesu Kristo, mwokozi wa ulimwengu. Manabii ni watu wanaoona katika ulimwengu usionekana kwa macho haya, wanaona kwa macho ya Mungu. Wanaona yatakayotokea sasa na baadaye yatakavyotokea. Sasa huyu alionyeshwa na Mungu kwamba atatokea mtu atakayeitwa Yesu, mwokozi wa ulimwengu. Atakuja kwa ajili ya wenye dhambi, walioshindwa na walioshindikana. Atakuja kwa wagonjwa, wanaoteswa, walioharibiwa na mapepo, walioharibiwa na uchawi, walioharibiwa na magonjwa ya kutisha, walioharibiwa na kupoza. Atatokea, uwezo wa Mungu utakuwa juu yake. Mungu atamtia mafuta. Hakutakuweko chochote kitakachoshindikana kwake. Hakutakuweko mgonjwa ambaye hatapona. Hatakuweko kiwete atakayemwendea ambaye hatatembea. Hatakuweko mfu ambaye hatafufuliwa. Hakutakuwa na kifo cha kumshika. Hakutakuwa na dhambi ya kumshinda. Atatawala, tatisha vitu vyote chini ya miguu yake. Na ndio maana anapaswa kuaminiwa na wanadamu wote. Kama wewe na wewe ambaye umefikia mwisho, ibilisi anakuvuruga, wewe ni mgonjwa na mgonjwa nyumbani, mlete kwa Yesu aitwaye Kristo, atamponya. Yeye ni mponyaji. Mambo mawili, ngoja tusome maandiko ya mstari wa 5 katika Isaya 53. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Alijeruhiwa kwa sababu siku ile Yesu anakufa alikuwa anapiwa makonde, na aliacha makusudi, kwa sababu ilikuwa ndio njia ya kuiadhibu dhambi iliyo juu ya mtu. Kuihukumu lazima iadhibiwe kwa mateso juu ya mtu yule aliyebeba madhambi. Sasa dhambi zetu zisipowekwa kwa Yesu, maandiko yanasema kwamba bali alijeruhiwa. Yesu alijaa majeraha, damu zilitiririka kama nilivyokuambia, mpaka zikaanza kutoka maji. Alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Wewe mgonjwa, kwa kupigwa kwake Yesu umepona. Mwamini Yesu leo. Amini neno hili nalihubiri, likubali, lipokee moyoni mwako, likunufaishi, utoke nalo. Neno Mungu hili ni uzima, lina nguvu ya kuharibu madhambi ndani ya moyo yanayosababisha magonjwa. Madhambi yanakuwa mlango wa ibilisi kuingia. Madhambi yanakuwa mlango wa shetani kuingia na kukutesa. Sasa Yesu alichubuliwa kwa ajili ya magonjwa yako, aliharibiwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu ya amani yetu tuliyoitafuta kwa miaka ilishindikana, adhabu ya amani ilipatikana, ilikuwa juu ya Yesu. Na kwa kupigwa kwa Yesu tuliponywa. Magonjwa yote yanayosumbua ukiyaleta kwa Yesu, ukimwita Yesu, yanafunguliwa, yanakimbia, yanayeyuka. Ukiyaleta kwa imani na kwa mamlaka ya Injili takatifu. Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu, uletao kupona. Ndio maana wengi walimwendea Yesu, viwete, vipofu, viziwi,
wenye ukoma, waliolemazwa, waliovitandani miaka tele, walioudhiwa na pepo wachafu walimwendea Yesu, wote wakafunguliwa. Watu wakashangaa, huyu mtu ametoka wapi? Alikuwa wapi? Maana tumezika ndugu zetu wengine walikufa magonjwa haya ambao tunamwona sasa anaponya. Wengine walijua kwa sababu waliona kama hawezi kuolewa, wakajikatia tamaa. Lakini tunaona sasa Yesu akiomba, wanapokea waume zao, wake zao, wanafunguliwa tabu zao, wasiozaa wanapokea kuzaa. Huyo alikuwa wapi? Kama siku moja kuzungumza kwamba nikaambiwa kwamba wewe mlikuwa wapi? Na maneno haya matamu yanafanya kwamba hata kama ulikuwa unakula unyamazi uyasikilize, kwa sababu yamejaa burudani katika mioyo, yanaleta amani unaposikiliza. Unaweza kubaki umeshikilia tonge mkononi hata kulioka mdomoni? Hapana, kwa sababu maneno ni ajabu, ni maneno yatokayo kwa Yesu Kristo, kwa amri ya Yesu Kristo ameyatuma kupitia kwa watu. Ninapoyasema nasema yatokayo kwa Yesu. Sisemi maneno yangu, na nena maneno ya Yesu Kristo, ambayo ukikubali mgonjwa leo unafunguliwa, ukikubali leo unaponywa, unawekwa huru, unapokea tumaini, unapokea amani, unapokea ushindi, unapokea uwezo wa kiungu. Neno la Mungu linazaa mambo ya Mungu ndani ya moyo wa mtu. Anapoyakubali, yanarekebisha vilivyoharibika, yanafanya upya vilivyochakazwa na Ibilisi. Umechakazwa kwenye ukahaba mpaka unanuka dhambi za ukahaba. Umechakazwa kwenye makahaba, umechakazwa kwenye ulevi, umechakazwa na magonjwa. Pole, lakini Yesu alishakuja. Yeye tumaini lako, yeye furaha yako, yeye kimbilio lako, yeye amani yako, yeye uzima wako, yeye tumaini lako. Anakupenda kuliko unavyofikiri. Anasema laiti huyu binti angeniletea maisha yake, baada ya kuyavuruga duniani, ningemtengenezea maisha ya sasa na ya baadaye ya furaha na amani. Ningempa mwenza anemfaa, lakini leo amepamia. Mwisho ameingia kwa mchawi, ameingia kwa mharifu. Maisha yake ni tabu, kwa sababu hakuwa na Mungu. Ibilisi alimtegeshea, kwa sababu alikuwa amejaa matamaa, hana subira, mgoji Mungu. Leo badilika, mwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sasa amenituma nihubiri habari njema hizi, habari za matumaini, habari za furaha, habari zenye uwezo za kumtoa shetani ukikubali. Maandiko yanasema ukikubali na kutii maneno haya na kuyapokea moyoni mwako, utakula mema ya nchi. Utaishi katika ulimwengu wa dhambi ukiwa na ushindi juu ya dhambi. Utaishi juu ya ulimwengu wa vitisho vya magonjwa na aina zote za vitisho vya shetani, kwa mamlaka ukivinyamazisha kwa jina la Yesu. Maana ndio kazi ya Yesu. Anapokokoa, anakupa uwezo wa kukabiliana yote yaliyoko duniani akiwa pamoja nawe. Yesu akikuokoa hakuachi, anakuweko ndani yake, ndani yako. Na ndio maana ukiomba, maana yako unamwamsha au unamjulisha kwamba Yesu, hili silitaki, linanisumbua. Utashangaa naliyeyusha hapo hapo. Hii ndio wokovu, kwamba unakuwa na mtu salama, mlinzi katika ulimwengu ambao watu wanasutaishiji. Unakuwa na Yesu ndani yako, kiongozi aliyeshinda. Yesu alishinda dhambi kabisa. Ibilisi alinyoshwa, alishika damu, akamalizia kumvua heshima, vitisho. Huna sababu ya kumwogopa shetani. Shetani akuogope wewe. Ibilisi ukuogopa. Kwa nini? Yesu anakuwa ndani yake, ndani yako, aliyemshinda Ibilisi. Huona katika moyo wa mtu,
Uone kilichomzunguka wakati unaona hakuna kitu. Shetani anaona kwamba huyu simwezi, maana anatawaliwa na Yesu, amezungukwa na malaika ya Yesu, uwezo wa Mungu uko juu yake na macho ya Mungu yako juu yake, analindwa na nguvu za mbinguni, hakuna pepo wala jini wa kumweza. Na ndio maana kuita, ndugu yangu, kwa huruma za Mungu, njoo kwa Yesu Kristo, mwamini Yesu Kristo, mgeukie Yesu Kristo, toka huko kwenye mamlaka za giza, toka dhambini, ingia uzimani. Maisha bila wokovu ni kuwa chini ya kifungo cha shetani. Ni wokovu tu unaomtoa mtu mikono mwa shetani, hakuna njia nyingine. Usidanganyike wala usidanganywe. Soma Biblia, pekua mwenyewe. Mbona unasoma sana vitabu vingi? Unafanya research, unagundua hiki na kile, mwisho unasema hivi na vile, unatoa mawazo yale na yale. Mbona hujafanya research kwenye Biblia? Kwa sababu Biblia utakapoanza kuifanyia research, itakuresearch mwenyewe, itakufanya research mwenyewe. Itakwambia wewe ni mzinzi tu, wala utakanyaga mbingu kwa maisha haya. Umezungukwa na mashetani, hata ungefanya chochote kitaparanganyuka, na mbinguni umekataliwa. Itakwambia sasa dawa pekee ni kutubu dhambi zako, na kama utakuwa mnyenyekevu utaamua kutubu, kwa sababu Biblia inasema na watu. Ni neno la Mungu, ni sauti ya Mungu iko duniani, na ndio maana inasema neno la Mungu li hai, lina nguvu ya kubadilisha maisha ya watu, inatengeneza akili iliyoharibika, linaunda maisha mapya katika maisha ya mtu. Neno la Mungu, neno la wokovu, na neno ni Yesu Kristo mwenyewe. Tunapotamka ni neno, ni Yesu. Yesu anakuja kwa njia ya neno. Ndio maana tunakuambia Yesu tunaye hapa. Mwingine anasema mbona simuone, hawa ni waongo, ningewaona wanatembea na mtu wa pili labda. Ndio maana kwa nini akili ya kibinadamu ina mpaka, inatumia milango mitano ya maarifa. Hapo ndio mwisho wake, haiwezi kujua zaidi hapo. Lazima ajue kwamba kunusa, ajue kupapasa, kuonja, asiye kusikia na kuona. Hapa naweza kuproof kitu kwamba hiki kiko hivi na kina hivi, labda kitamu au kichungu, labda kinaumiza au kiko vipi. Mlango wa 6 huna. Napohubiri, unaposikia anakuja kwa njia neno hili, linatupa na kuja kwako. Lipe moyo wako, fungua moyo wako, ingia Yesu ndani. Anakuja kwa neno hili nalohubiri, apasue miamba ya mashetani ndani, avurugwe pepo wanaokaa ndani yako, ang'oe mashetani wanaokusumbua. Anaitwa Yesu, mponyaji, mwokozi, anayechukua magonjwa yetu yote pale mtini. Kipigo cha Yesu kilikuwa dawa ya magonjwa yako. Kumwagika damu kwa Yesu ilikuwa uponyaji kwa maumivu ulionayo. Ile mateso, kutemewa mate, kudharauliwa, ilikuwa kwa ajili ya Yesu akupe heshima. Ile dharau aliyokudharau watu akurudishie heshima. Ndio maana alichukua aibu yako akajituka mwenyewe, ili usiaibike tena, uwe na matumaini ya Mungu wako, uwe na heshima kama mtoto wa Mungu uliyeumbwa. Hii ndio furaha ya Mungu, na injili ndio habari njema. Kazi yako ni kuletea tumaini uliokosa. Leo muamini Yesu Kristo. Nataka niombe. Karibu sasa, jiandae. Yesu anataka ingie kwako, anataka afanye makao kwako. Nimeombea wengi, hata juzi tu binti moja ampiga simu usiku, akasema ni ajabu na weweseka usiku kucha silali, nachezeo madudu ya namna gani, kelele ovyo, nisaidie. Nikamwambia yu kazi ndogo, je unamwamini Yesu? Naam. Nikamwambia naomba. Unajua haikuchukua hatua, haikuchukua muda, kesho akanipigia simu sasa, ni ajabu, nimelala usingizi mzuri, hata nikashangaa unasema kwamba magonjwa yatakurudia tena, na kweli nimelala usingizi fofofo mpaka asubuhi. Nikamwambia huyu ndio Yesu. Hatuhubiri uongo, wala tutaki kitu cha mtu, tunataka roho ya mtu imwelekee Mungu. Hicho ndicho tutumwa na Mungu. Shauku ya tabu ya mtu Mungu aiondoe, Mungu aitoe tabu yako. Sisi ni wasemaji wa Mungu tu,
lakini mtendaji ni Mungu. Ametupa amri ya kuomba, asikia tende. Hii ndio maana tukiita huitika, tukiamrisha lazima pepo atii, magonjwa lazima yahame, mizimu lazima ikimbie. Siku moja nimekuja kumfika kwa mwanamke mmoja mgonjwa tabani, wamekata tamaa, wamekusanyika ndugu zake wote wangoje afe sasa, maana wametembea huko na huko, imeshindikana. Wametumia madawa hata ya kienyeji, imeshindikana. Wameenda hospitali, imeshindikana. Mwisho anasema sasa tufanyeje? Mwisho wakakusanyika, tungoje sasa saa ya kifo chake, tusiwe mbali na kifo huyu, maana yake hataishi. Hali aliyofikia inatisha, wote wana huzuni. Akafika mtu wa Mungu hapo, akakuta hodi hapa, akasikia watu wanaitika sauti za chini, wanyonge, wanaume, wanawake. Wakasema karibu. Akaingia, kuingia ndani akakuta watu wamekusanyika. Akasema vipi? Tunauguliwa mgonjwa. Yuko wapi? Huyu hapo. Anauma nini? Hatueleweki, haieleweki, lakini anazidi kudhoofu, alafu hawezi kula chakula tena, na wakati mwingine anaweweseka tu. Tumejaribu kwenda huko na huko, hakuna kukumfaa kitu. Na mwisho sasa tumefikia mwisho. Mwisho akasema rudini nyumbani tu, hatadumu muda mrefu, maana alipofika ni siku chache tu, hatakuwepo tena, hamnaye. Ndio maana tumekusanyika hapa, hakuna chochote kingine. Yule mtu akasema mnamwamini Mungu? Akasema ndio, na sisi tu wa Kristo tunasali. Akasema mimi sizungumzi swala la kusali, kwa sababu hata mashetani yanasali, hata mapepo yanasali, tena kwa kutetemeka. Hamjasoma katika Biblia kwamba Ibilisi anamuogopa, anamwabudu Mungu na kutetemeka, lakini hawezi kusamehewa wala hawezi kupokelewa sala zake, maana ishalaaniwa milele na milele. Nawaambia habari za wokovu wa Yesu. Wakasema tunausikiaga, lakini hatujapata kuokolewa. Akasema je, mnaamini nimwombe mgonjwa wenu? Wakasema tutashukuru. Yule mtu akamsogelea mgonjwa, mwisho akamwita Mungu, Mungu wa mbingu na nchi, ijulikane kwamba wewe ndiye Mungu uliyewaumba wanadamu, na kwamba magonjwa yote yanatoka kwa shetani, maana shetani ana hasira na wanadamu. Na kuita ushuke katika nyumba hii sasa, ujijulishe kwamba wewe ni Mungu wao, wala ufurahii mateso walio nayo, japo kwa wao wanazunguka kupeleka huko na Ibilisi na wadanganya. Leo ushuke hapa. Kwa sekunde chache wakaona yule mwanamke anainuka, ni mzima. Alipotikisika kidogo tu, ghafla kimya, mzima. Yesu alishuka pale kuvunja kazi za shetani, kuvunja na magonjwa. Mchana leo Yesu avunje magonjwa yako, avunje mateso juu ya mwili wako, akufungue vifungo vilivyokufunga. Mapepo yaliyokuingia na yapisha kwa moto wa Yesu Kristo, yakutoke. Maumivu ya mgongo, maumivu ya kifua, yakuachie mara moja kwa jina la Yesu. Funguka. Nguvu ya dhambi kuachie, mamlaka za mashetani zikutoke, aina zote za dunia zikuachie. Toka dunia juu ya mtu huyu. Natangaza wokovu kwake. Roho ya wokovu imjie mara moja kwa amri kutoka kwa Mungu kwa jina Yesu. Funguka, pokea wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Funika macho ni kuombea. Wewe uliye tayari kwamba Yesu aje kwako hakusamehe dhambi zako na kubadilisha. Sikiliza msikilizaji wangu, nasema uliye tayari Yesu ingie ndani ya moyo wako, maana wengi wameokoka kwa njia hii. Fuatisha maneno haya na kuombea. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi mwenye dhambi, nimekutenda dhambi nyingi, na tubu zote na kupokea wewe. Niokoe, uniponye. Sitarudia dhambi tena. Nipo uwezo wa kushinda dhambi kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa wokovu wako.
na uponye nyumba yangu ijae baraka zako tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wangu. Na kushukuru Mungu kunisamehe na kuniokoa. Amen. Mungu akubariki. Nitaendelea kukuombea, lakini ukipenda, hapo chini kuna namba ya simu inapita. Wakati wote nipigie simu au niandikie ujumbe, na kama Mungu amekubariki na kuponya nijulisha, ili tumshukuru Mungu pamoja. Mungu akubariki, tuonane wakati mwingine. Amen. Sibuka TV.